Asante sana mwenyekiti wa kanda. Mmemsikia mwenyekiti wa kanda? Peoples. Hebu tusimame kidogo wote. Naona kama tumechoka na mtu amenipigia simu huko njiani. Peoples. Tusimame kidogo, kunje ngumi, alafu tunatuma salamu za kusema vitu ndilizo. Ndio? Kunja ngumi wote huko nyuma, tunataka tuone mikono. Kunja ngumi afu wote kwa pamoja tuseme vitu ndilizo. Asanteni sana kwa wakati huu. Nimkaribisha Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Chama, Mheshimiwa John Mlinga kwa ajili ya kuwasilisha mada yake. Mheshimiwa Katibu Mkuu, karibu sana. Mazungumzo yatafikia na usome. Pause. Chadema, Bavicha. Katibu wa Bavicha, salamu yako ya vijana wa Bavicha haijafika bado kwa wasomi wa chuo kikuu. Bavicha? Okay. Vijana? Kumbe imefika. Ila nilisema Bavicha baada ya vijana Vijana? Chaso. Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama, Mheshimiwa John Wegesa Heche, waheshimiwa viongozi wote mlioko meza kuu wapambanaji, kwa namna pekee nikitoa heshima kwa viongozi wa Chaso mlioko meza kuu na mlioko kwenye hadhira yote, nimetakiwa nitoe mada. Katika mazingira ya kawaida ya itifaki, katibu mkuu ningezungumza kabla ya makamu mwenyekiti, lakini leo sijaja kutoa hotuba, nimekuja kutoa mada. Kwa hiyo nitatoa mada na baadaye Chaso mtazungumza, alafu makamu mwenyekiti atazungumza. Sasa kwa kuwa nimekuja kutoa mada, nitazungumza hapa kwenye mimbari, kwenye podium, lakini nitazunguka kidogo. Kwa hiyo mkiona nimezunguka ni kwa sababu sijaja kutoa hotuba, nimekuja kutoa mada. Na mada niliyopewa kuizungumza ni juu ya falsafa na itikadi ya Chadema. Falsafa na itikadi ya Chadema. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nimekuja kuwasilisha mada hiyo hapa Landmark, kwa sababu Landmark hapa pana historia ya Chadema kuhusiana na falsafa na itikadi ya Chadema, lakini juu ya mabadiliko makubwa yaliyofanyika Chadema, yaliyoweka msingi wa mabadiliko kutoka kwa waasisi walioanzisha chama kuja kwenye chama kuzinduliwa upya. Kwa kukutana na leo hapa Landmark kuna kunikumbusha hiyo historia, lakini naamini Mwenyezi Mungu ana mipango na ninyi na sisi leo kukutana hapa Landmark, kwa sababu leo naamini kutakwenda kuandikwa historia nyingine ambayo itaacha alama ya leo na miaka mingi mbele katika historia ya Chadema. Ninatumaini hilo. Kwa na faraja ya kuzungumza na nyinyi wasomi leo. Sasa kwanza niwakumbushe hilo tukio la kihistoria lililotokea hapa Landmark mwaka 2003. Nyuma hapa gorofani hapo juu kwenye chumba ambacho hakikuwa kikubwa kama hiki, kuliitwa kongamano dogo, halikuwa na watu wengi kama ninyi, kongamano la sera za Chadema. Mwaka huo wa 2003 mwenyekiti wa chama cha Chadema alikuwa hayati
Bob Nyaga Makani, Mohamed Bob Makani, ambaye jana hivi karibuni kamati kuu imepitisha uamuzi na leo katibu mkuu ametangaza kwa niaba ya chama kwenye maazimio ya kamati kuu, kwa heshima yake lile jengo la mabaraza ya chama kule Ufipa, makao makuu ya kwanza ya Chadema, sasa yametangazwa kuwa yanaitwa Bob Makani House, wakati makao makuu mapya ya Mikocheni yametangazwa kwamba yanaitwa Edwin Mtei House. Sasa mwaka huo 2003 kwenye chumba hicho kidogo juu gorofani alikuwepo mzee Makani kama mwenyekiti wakati huo, alikuwepo mzee Mtei kama mwenyekiti mstaafu, alikuwepo mwenyekiti aliyefuatia baadaye Freeman Mbowe. Wakati huo alikuwa anaongoza kamati ya wabunge na kamati ya chama iliyokuwa ina ratibu mabadiliko ya kisera ndani ya chama. Walikuwepo na wengine kadhaa. Kwa kukawasilishwa rasimu ya sera za Chadema. Chadema ilipoanzishwa, waasisi wa chama ambao wengi walitokea, wengine serikalini wakiwa na nyadhifa za juu. Mzee Mtei alikuwa waziri wa fedha ambaye alipishana na Mwalimu kwenye sera za kiuchumi, baadaye akawa gavana benki kuu, akawa katibu wa Afrika Mashariki. Bob Makani alikuwa mwanasheria, naibu mwanasheria mkuu wa serikali, alikuwa naibu gavana wa benki kuu, na wengine walitoka kwa wingi wakaanzisha Chadema, wakaandika sera. Kile kitabu cha kwanza ambacho wa Chadema cha sera walipompelekea Mwalimu Nyerere, wakati wa Mwalimu Nyerere akiwa hai, Mwalimu Nyerere alikisoma, akatoa kauli, akasema, Chadema nimepitia sera zenu, hakika nyinyi ni chama chenye sera bora kwelikweli, na ninayaona matumaini mbele kwenye chama hiki. Leo kwa ukubwa wa Chadema maneno ya Mwalimu yametimia. Sasa mwaka huo 2003 chama kikawa kinafanya mapitio baada ya toka mwaka 93 sera zilizopitishwa kwa mara ya kwanza, miaka 20 baadaye, kuziangalia, je, hizo sera bado ziko nzuri au kuna maeneo yanahitaji kuboreshwa. Mimi wakati huo 2003 niko mwanafunzi chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini nilikuwa vile vile mwenyekiti wa taasisi ya vijana ya Tanzania Youth Vision Association, na mmoja waanzilishi wa hiyo taasisi. Maana nilikuwa katibu mkuu wa kwanza na nilikuwa mjumbe kwenye kamati ya utendaji ya Youth of United Association, na nilikuwa sehemu ya timu ya taasisi ambayo ya vijana baadaye ikafutwa na serikali, inaitwa National Youth Forum. Tunafanya harakati za vijana, tunadai baraza la vijana la taifa, tunadai vijana kushirikishwa kwenye vyombo vya maamuzi, kwa wabunge, kwa madiwani, tunadai haki za vijana, tunadai haki za taifa. Kwa hiyo nikaalikwa, nikiwa si mwanachama wa Chadema, nikaalikwa kwa barua nasainiwa na mzee Makani, mwenyekiti wa wakati huo, kwamba njoo ufanye uchambuzi wa sera za Chadema na hasa ukichambua sera ya vijana. Kwa tukakutana hapa, tukafanya uchambuzi wa katiba ya chama ya wakati huo, sera za chama. Kati ya mawazo, fikra ambazo zilitokana na kikao cha hapo juu, kongamano hilo dogo, mosi, kwamba Chadema mwanzoni ilikuwa imechanganya pamoja falsafa na itikadi, vilikuwa pamoja. Kwa hiyo ilikuwa inasema falsafa na itikadi ya Chadema ni, hakukutenganisha falsafa na itikadi. Kwa hiyo tukatoa mawazo hapa kwamba kuna tofauti kati ya falsafa na itikadi, na kwa kusema kwa lugha rahisi tu, napotoa mada kuhusu falsafa na itikadi, chukulia falsafa kwa chama cha siasa kuwa ni fikra, ni jambo la akilini, fikra ni mawazo, fikra. Kwa hiyo falsafa ni yale mawazo ya msingi yanayoongoza hicho chama, fikra, falsafa yanahusu akili. Wakati itikadi ni mambo ya imani, na imani haitawaliwi zaidi na fikra.
inatawaliwa na moyo, au kama ni imani ya level ya juu kabisa inatawaliwa na roho. Ndio maana wakati kwenye dini kule kuna imani ya dini fulani, kuna imani kwa hivi imani. Kwa ni mambo ya moyo kwamba kile unachoamini, au mambo ya roho kwamba kile unachoamini. Ndio tofauti ya falsafa na itikadi. Sasa tukasema haiwezi falsafa na itikadi ikawa kitu kimoja. Chama kiandike, kirekebishe katiba ya chama, kitenganishe. Kwa hiyo tutazungumzia baada ya kuwa tumetenganisha. Lakini kwenye kikao hicho cha hapo juu ndio tulitoa mawazo kwamba Chadema muundo wake ulivyo kwenye katiba haiwezi kukua kikubwa, kwa sababu chama ni kimoja, mifumo yote ni moja, vijana wako ndani ya chama kama kijana mmoja tu au wawili, wajumbe kwenye kamati ya chama kwa kila ngazi. Chama ndio kilikuwa hivyo, wanawake hivyo hivyo, mmoja wawili ndani ya kikao cha kamati ya utendaji. Kasema chama kiwezi kukua namna hiyo. Kwa ili chama kikue, lazima chama iwe na vyama ndani yake bila kuathiri nguvu ya chama chenyewe. Kwa hiyo kiwe na vyama. Kwa tukasema moja wapo ya hivyo vyama ni chama cha vijana ndani ya chama, tukapendekeza kitwe baraza la vijana. Kwa kuanzishwe baraza la vijana wa Chadema BAVICHA, kuanzishwe baraza la wanawake wa Chadema BAWACHA. Baadaye ilikuja wazo huko mwaka 2006 tuanzishe vile vile baraza la wazee wa Chadema BAZECHA. Hivyo hivyo, kama kuna kundi lolote katika jamii miongoni mwa wanachama linaloona linahitaji kuwa na chombo chake, na wenyewe lianzishiwe chombo chake. Ndio maana baadaye napo kuanzishwa Chadema Students Organization, ili na chenyewe kiwe chombo ndani ya chama. Hivyo hivyo, wafanyabiashara wakiamua wanaweza kuanzisha, wakulima na kadhalika. Sasa fikiria ni taasisi hilo juu linaunganishwa kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini ndani yake kuna matawi ya taasisi mbalimbali. Hii fikiri itakuwa kubwa kiasi gani? Sasa limeshakuwa kubwa, lakini ina uwezo wa kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo mawazo yale ya hapa yalipokubalika, nikafuatwa baadaye nikaambiwa, sasa sikiliza, wewe uko kwenye harakati. Mimi nilikuwa kwenye harakati na nilikuwa mwanafunzi. Mwaka 2001 wakati nikiwa bado mwanafunzi wa sekondari Tambaza, ndio tulikaa pamoja na waliokuwa wanafunzi wa vyuo vikuu, kina Zito waliokuwa wanaongoza serikali ya wanafunzi Daruso, wengine kadhaa. Tukaanzisha Tanzania Student Networking Program TSNP. Wakati huo mimi nilikuwa na mwanafunzi pekee sekondari ya hiyo network ya 2001 ya kuanzisha TSNP. Baadaye tukakutana chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo tulianza hizo harakati huko mapema sana. Mwaka 2001 huo ndio mwaka ambao nikiwa mwanafunzi nilikwenda bungeni kutoa mada kwa wabunge. Nakumbuka sehemu ya wabunge waliokuwepo wakati natoa hiyo mada, alikuwa waziri wa mambo ya nje na mahusiano ya kimataifa Jakaya Mrisho Kikwete. Sasa nikatoa mada wakati ule kwamba kuanzishwe mfuko wa elimu. Wakati huo Tanzania haikuwa na mfuko wa elimu, kuanzishwe vitu kadhaa kwa heshima kwa muda sitaingia kiundani. Lakini ndani yake tukatoa mada kuhusiana na mauaji ya mwanafunzi wa shule ya sekondari Iunga anaitwa Michael Sikupia, ambao taasisi tuliokuwepo ya National Forum ilimtuma Zito waende kule kufanya uchunguzi. Tukaandika ripoti ambayo ilionyesha polisi walimuua Michael Sikupia. Kwa mimi nilipokwenda Dodoma nikatoa mada kwa wabunge, nikawaambia, mnapoingilia uongozi wa vyuoni, uongozi wa sekondari, mnaua vipaji vya viongozi wa sasa na wa baadaye. Sasa mmevuka mipaka, hamuui tu kwa kuminya demokrasia, mnaua kabisa physically. Na nikatoa mfano wa kuuawa kwa Michael Sikupia. Mheshimiwa Jakaya Kikwete wakati huo akiwa waziri wa mambo ya nje akasimama akasema, mada yako umezungumza mambo mengi sana mazuri, ila umeharibu ulipoingiza kuhusu mauaji ya Michael Sikupia. Nikamwambia kesa huo ndio ukweli. Ndio ukweli. Hiyo ni 2001. Sasa kwa sababu tulifanya hizo harakati hapo katikati, ikaonekana huko kwenye harakati, ndio nikaitwa nitoe mada. Baada ya mada
Nikaambiwa sasa, wewe umetoa mada lakini hauko mwanachama wa chama chochote, unasema kwa nini usiingie Chadema, alafu hayo mawazo unayoyatoa tukakupa jukumu la kushiriki na wengine kuyatekeleza. Nikatafakari, baadaye nikajiuzuru nafasi za uongozi huko kwenye asasi za kiraia ili zisihusishwe na siasa nilizokuwa naingia, na nikaingia Chadema na moja kwa moja nikapewa jukumu la kuwa mkurugenzi wa vijana, na mwaka 2006 ndio tukaandika hii katiba mpya ya chama. Sasa mabaraza yakaingizwa, Bavicha, Bazecha, Bawacha, tukaitenganisha falsafa na itikadi kwenye katiba, vile vile tukakizindua chama upya, tukatengeneza bendera mpya ya chama. Zamani Chadema ilikuwa na bendera yenye rangi mbili tu, bluu bahari na nyeusi. Bluu bahari ikiwakilisha haki, muungano, rasilimali za nchi hasa maji, nyeusi ikiwakilisha Uafrika, watu, nguvu ya umma na tafsiri nyingine. Tukaongeza nyekundu tukiwakilisha damu, kumbukumbu ya damu ya mashujaa kama ishara ya uzalendo wetu, rangi ya ishara ya ujasiri, ishara ya upendo. Tukaingiza kama chanzo cha kuchochea ujasiri na ukombozi. Tukaingiza rangi nyeupe kama kwamba Chadema ni chama kinachosimamia ukweli, wazi, uwajibikaji, uadilifu kwa njia za amani. Kazindua bendera mpya ya chama kikazinduliwa upya na kadhalika, na mabadiliko mengine ambayo mimi naamini ile katiba ya Chadema iliyopitishwa falsafa ya nguvu ya umma, kwamba Chadema ni chama chenye falsafa ya nguvu ya umma. Tunamaanisha nini? Ibara ya 3.11 ya katiba inasema falsafa ya chama ni kuamini katika nguvu na mamlaka ya umma, the people's power, katika kumiliki, kuendesha, kubuni na kuendeleza maamuzi, mawazo, rasilimali, uchumi na siasa za nchi. Aidha, falsafa ya nguvu ya mamlaka ya umma ndio msingi na chimbuko la kuundwa kwa dola ya nchi, na kuwa umma ndio wenye madaraka ya mwanzo na ya mwisho katika kuamua hatima ya nchi na taifa pasipo kuingiliwa, kudanganywa au kugiribiwa na viongozi, watawala au wageni. Ujenzi na udumishaji wa demokrasia na maendeleo nchini kutokana na nguvu na mamlaka ya umma na Watanzania, na mamlaka na nguvu ya umma itabainishwa, kuainishwa na kulindwa katika katiba ya nchi, na umma ndio utakuwa chimbuko la katiba hiyo. Inaendelea. Historia inaonyesha kuwa umma wa Tanzania haujawahi kuwa na sauti wala mamlaka na madaraka juu ya maamuzi ya hatima ya maisha ya watu. Uhuru, nguvu, mamlaka na madaraka wakati wote toka enzi za ukoloni mpaka leo vimekuwa vikiodhiwa na kumilikiwa na watu wachache ambao wana mamlaka ya kuongoza serikali na kuwakandamiza wananchi. 3.15 Chadema inaamini katika mfumo na miundo ya utawala wa nchi, kwamba kwa sasa haupo kwa ajili ya kutumikia umma, bali umma ndio huzitumikia serikali hizo ambazo ni mali ya wachache wanaopoka nguvu ya umma. Sambamba na hilo, umma wa Tanzania umekuwa hauna mamlaka ya mwisho ya kuhoji maamuzi ya serikali yanayoathiri watu, na hivyo kujikuta hauna mamlaka juu ya rasilimali, sheria, utawala na uendeshaji wa nchi. Aidha, katiba ya nchi imekuwa miliki ya serikali kwa kutumia bunge ambalo linatawaliwa na mawazo kongwe ya ukiritimba wa enzi ya mfumo wa chama kimoja cha siasa nchini. 3.16 Chadema inaamini na kutambua kuwa kuchaguliwa kuunda utawala wa kuongoza nchi hakumaanishi waliochaguliwa kujitwalia mamlaka ya umma na kisha kuyatumia madaraka yao kuwakandamiza waliowachagua kwa sababu tu ya kutetea maslahi binafsi badala ya maslahi ya umma. 3.17 falsafa ya nguvu na mamlaka ya umma inalenga kuamsha na kuhamasisha na kuelimisha na kuwashawishi na kuandaa Watanzania wachukue hatua ya kumiliki, kuitawala, kuilinda na kuifaidi nchi yao, tofauti na vipindi vya miaka mingi ya nyuma ya mfumo wa chama kimoja na miaka ya awali ya mfumo wa vyama vingi. 3.16 Hivyo basi, falsafa ya nguvu na madaraka ya umma inataka uongozi uwe unaoweza kumilikiwa, kuhojiwa na kuwajibishwa na umma kwa kutumia vyombo vilivyopatikana kwa utashi wa wengi kupitia chaguzi huru na za haki. Hii ndio tafsiri ya Chadema ya nguvu ya umma, people's power, na hii ndio falsafa yetu. Sasa wengine wanafikiri nguvu ya umma ni salamu tu, people's power, people's power. Na mwingine anafikiri kwamba people's power maana yake ni
Maandamano ni nyenzo tu ya kuonyesha people's power, ni njia, lakini maana ya people's power ni hii. Sasa ukielewa maana ya falsafa ya people's power, utaelewa utofauti wa Chadema na vyama vyote kifalsafa. Hakuna chama kingine Tanzania ambacho kina falsafa kama hii. Sasa itikadi ya Chadema hii ndio wengi waifahamu kabisa. Chadema kina itikadi ya mrengo wa kati, center party. Sasa humu ndani na hii sasa naomba niwape homework kwa sababu nimeambiwa na dakika chache za kumalizia. Niwape homework kila mmoja wenu, hata kama huna katiba inapatikana kidijitali. Baada ya hapa, soma hii misingi 12 ya itikadi ya Chadema ya mrengo wa kati. Utajua Chadema inasema nini kuhusu uchumi, inasema nini kuhusu familia, inasema nini kuhusu dini na imani, ina msimamo gani kuhusu hayo, ina msimamo gani kuhusu kutengeneza fursa kwa watu, ina msimamo gani kuhusu ajira, ina msimamo gani kuhusu rasilimali za nchi, ina msimamo gani kuhusiana na utawala wa sheria. Utaona msimamo ya Chadema katika kila eneo. Kwa kama ingekuwa tunaweka zile ahadi za mwanachadema, kwamba mwanachadema atasimamia haya, atasimamia haya, atasimamia haya, atasimamia haya, ukiondoa falsafa yetu ya nguvu ya umma, hapa ndipo kungetoka ile misingi ambayo wanachama wanapaswa kuisimamia. Kwa hiyo hili la itikadi, niwape homework mkasome ibara ya katiba ya 3.2 ya katiba ya chama, mjifunze kama wasomi, msome kuhusu itikadi ya chama na mshiriki kuielewa na kuieneza. Kuielewa na kuieneza. Kwa hiyo la kwanza, homework ya kwanza ambayo naomba niwape. Homework ya pili ambayo niwape ni kwamba mjitahidi mkisome kitabu kinaitwa Intellectuals at the Hill, andikwa na Profesa Isha Shivji. Inazungumza kuhusu harakati zao za wakati wao, lakini kinaweza kukupa wewe motisha ya kujua una wajibu kiasi gani kwa taifa lako na una wajibu kiasi gani kwa yako na ufanyeje. Kitabu kinaitwa Intellectuals at the Hill, kimeandikwa na Profesa Isha Shivji. Lakini wape homework nyingine vile, unaweza kuingia katika mtandao ama ukaisearch moja kwa moja hii article nitakayowapa, au ukaingia katika blog inaitwa mnyika.blogspot.com, mnyika.blogspot.com. Unaweza kusoma article ambayo niliandika wakati fulani nikiwa mwanafunzi, inaitwa Concerned Students Should Reform Student Body Politic. Inayozungumzia namna ambavyo wanafunzi wenye kujali wanapaswa kufanya mabadiliko katika siasa za vyuo na mifumo ya kiuongozi ndani ya vyuo. Kwa hiyo mkaisome. Sababu nimeambiwa namaliza. Hiyo mkaisome. Lakini pamoja na hayo ya kusoma, nataka nihitimishe kwa mambo machache kwenu. La kwanza, meya mstaafu na mwenyekiti wa kanda amezungumza sana kuhusu swala la nyinyi kugombea. Na mimi naunga mkono kwamba wote mnaojisikia kwamba mna talanta ya kuwa viongozi au mna shauku ya kuwa viongozi, msiogope. Nendeni kagombeeni udiwani, ubunge, mna uwezo wa kushinda na chama hakitawabagua eti kwa sababu mtu ana umri mdogo au ana uwezo mdogo wa kiuchumi. Sana sana ni uwezo wako wa kujenga hoja, kutumikia watu na kuwakilisha watu. Hilo la kwanza. La pili, si wote humu mtakuwa wabunge na madiwani. Na wala msifikiri Chaso ni chombo cha kuzalisha wabunge na madiwani peke yake. Sivyo. Chaso wakati mkiwa chuoni inapaswa iwe chanzo cha fikra bora kama kauli mbiu yenu ilivyo, lakini inapaswa iwe sauti ya wasomi wa Tanzania katika masuala mbalimbali yanayohusu nchi. Nataka kuisikia sauti ya Chaso. Lakini Chaso hii ni kitalu. Ni kitalu ni karakana
ya kuyatoa mawazo darasani na kuyaweka kwenye vitendo na kuyaishi kutengeneza misingi ya maisha. Kwa humu ndani kuna watu watakuwa mawakili, wengine watakuwa mahakimu, wengine watakuwa mpaka baadaye watakuwa majaji. Tunataka siku moja akalie mwingine sasa mbona wanaga kadi za wanachama wa chama. Kongamano la kwanza tulilofanya la vyuo vikuu kama hivi, tulifanya Club Bilkanas mwaka 2004 hivi, wakati nikiwa mkurugenzi wa vijana. Kuna watu tulikutana wakati ule walikuwa na kadi za wanachama wa Chadema, lakini wakachukua pathi ya sheria, baadaye wakaweka kadi pembeni, lakini kadi kabaki moyoni. Sasa hizo wengine ni mahakimu katika mahakama mbalimbali nchini. Kuna watu humo mtakuwa mainjinia, mtakwenda kufanya kazi kwenye taasisi mbalimbali. Kuna watu mtakuwa na kada nyingi kwa kadiri ya mambo mnayosomea. Tunataka katika taifa letu, kwa sababu vile vile si mwiko kwa watumishi wa umma kuwa wanachama wa vyama. Kuna kada chache za watumishi ndio haziruhusiwi kadi, vyombo vya ulinzi na usalama na kadhalika, lakini hao watumishi wa kawaida wanaruhusiwa kuwa na kadi. Tunatamani siku moja ndani ya utumishi wa umma tuwe na watu waliokulia katika falsafa na itikadi ya Chadema, watende haki wakati serikali ya Chadema inapoongoza nchi, na hata pale ambapo tunakuwa upinzani ndani ya mfumo wa serikali, bado vile vile kunakuwa na watu ambao wana ile DNA ya haki ya Chadema, na Chaso ndio sehemu ya kufanya hayo. Kwa hilo la tatu. La nne, niwaelekeze Chaso, kwa kweli mchakato umekoma muda mrefu sana. Mchakato wa kutengeneza kanuni au mwongozo wenye kutengeneza muundo wa Chaso kuanzia ngazi ya vyuo vikuu mpaka ngazi ya taifa. Najua mara ya mwisho kulikuwa kuna rasimu iliandaliwa na tulikutana Morogoro na Bavicha kule, na ikaundwa kamati ikiongozwa na Dedan Wangwe kukamilisha huo mchakato ili ipite kwenye chama, ili ipitishwe. Mimi natamani siku moja Chaso isiwe tu chini ya kwapa la Bavicha. Chaso isimame kama taasisi na muundo fulani, ina uwakilishi fulani kwenye vyombo vya maamuzi. Kwa kamilisheni hiyo rasimu ambayo mnaandaa. Lingine ambalo nawaomba wasomi, na mtumie usomi wenu kulichambua, kulielewa na kuleta mapendekezo yenu. Nchi yetu inahitaji katiba mpya. Leo chama kimetangaza kwenye maamuzi ya kamati kuu kwamba chama kitaunda kamati ya mkwamo wa katiba mpya. Nchi itokeje? Kwa sababu tume ya Chande imesema kuwe na kamati ya wataalamu. Rais Samia amesema kuwe na kamati ya maridhiano ya katiba. Tayari wameshagongana na mapendekezo yao hayakidhi haja. Sisi tunayo formula namna gani mchakato wa katiba uendelezwe mpaka ukamilike kwa wakati. Na sisi wakati wetu tumesema leo kwenye tamko la kamati kuu, sio hiyo 2028. Hiyo 2028 ni changa la macho la kuchelewesha mchakato wa katiba. Tunataka mchakato uanze sasa. Sawa. Sasa unaanzaje? Vyombo gani viundwe? Ratiba iweje? Sheria gani itumike kufanikisha huo mchakato? Mamlaka ya wananchi kwa mujibu wa falsafa yetu ya nguvu ya umma yaweje? Ndio kibarua ambacho tunawapa wasomi. Tuleteeni mapendekezo haraka sana kwenye chama, ili kamati ya chama itakapokaa isikae tu kwa mawazo ya viongozi wa chama, ipate vile vile mawazo ya makundi mbalimbali, ikiwemo nyinyi vijana wasomi, muweze kuamua mustakabali wa nchi. Mimi naamini, imani yangu ni kwamba tukifanikiwa kama nchi kwenye kupata katiba mpya bora, tutatibu matatizo yetu mengine mengi ambayo ni matokeo ya udhaifu wa kimfumo. Yaani ukakana katiba badala ya kulimbikiza mamlaka kwa mtu mmoja anaitwa rais, kwa falsafa ya nguvu ya umma mamlaka yakawa kwa watu. Ukawa na katiba ambayo bunge ni la watu. Ukawa na katiba ambayo kuna uchaguzi huru na haki, umma ndio unachagua viongozi wanaowataka. Ukawa na katiba ambayo mahakama ziko huru za haki. Ukawa na katiba ya namna hiyo, katiba ambayo itafanya kupata viongozi sasa wanaoshughulikia matatizo ya ajira, uchumi, rasilimali,
maji na kadhalika kwa maendeleo ya nchi. Katika mazingira hayo, swala la kukwamua mchakato wa katiba uliokwama mwaka 2014 kwangu mimi ni swala la kufa na kupona. Tupambane mpaka Tanzania ipate katiba mpya, na nyinyi ndio chanzo bora katika safari hiyo. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana.